A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zanguni wapenzi watazamaji, tunawatakia au tunawapatia rambirambi kwa ajili ya kifo ambacho kimepita cha shahidi wetu, kiongozi wa umma, Sayyid al-Shahid Ayatollah al-Udhma al-Imam Sayyid Ali al-Husseini al-Khamenei. Mwenyezi Mungu awalipe malipo bora kwa ajili ya subira katika hali kama hizi. Adhamallahu ujurakum. Tukiendelea na mazungumzo yetu yanayohusiana na huyu shahidi mkuu, shahidi mtukufu wa umma katika zama hizi, tulikuwa tukizungumzia baadhi ya mambo ambayo ameweza kuyafanya akiwa na vyeo vile alivyokuwa amefikia. Cheo cha mwisho katika umri wake ambacho kilikuwa ni cheo cha waliyul faqih au kiongozi muadhamu wa umma wa Kiislamu, na hasa katika nchi ya Iran. Katika mambo ambayo tulitaja baadhi ya miasasa ambayo aliweza kuanzisha kwa ajili ya malengo ambayo ni mapana zaidi ambayo yalikuwa. Pia tukirudi katika baadhi ya mambo ambayo tunaweza kutaja kuhusiana na mambo, ni kwamba labda tuzungumzie kuhusu pia baadhi ya fikra zake ambazo yeye tunaweza kuziita fikra za kisiasa na fikra za kijamii na fikra za kitamaduni, cultural, ambazo hizo ndio zilikuwa principles ambazo zilikuwa akituendesha mambo yake na akizitilia mkazo katika mambo yake. Hizi principles au misingi au fikra tuweza kutaja baadhi yake. Ni kwamba jambo la kwanza katika fikra hizi ambazo zilikuwa ndio ambazo zinatumika zaidi, jambo la kwanza ni jambo la umoja wa Waislamu. Hili ni jambo ambalo ametilia mkazo na ameishi katika jambo hilo, na akisema ya kwamba Waislamu wanatakana kuwa kitu kimoja na bila kuangalia tofauti baina ya madhehebu, na alijaribu na alianzisha pia chama hicho au umoja huo au muasasa huo wa kujaribu kuunganisha baina ya Waislamu, yani ambapo kila mwaka Waislamu walikuwa wakikutana, kulikuwa na vikao katika hasa Irani na pia katika nchi nyinginezo, wakifanya jambo hili, kuwaita watu wa madhehebu tofauti tofauti na kuwaunganisha katika umoja wa Kiislamu. Na lengo katika umoja huu, lengo lilikuwa sio kutaka kubadilisha ya kwamba watu kuwa wana umoja wa Kiislamu haimaanishi ya kwamba wabadilishe akida zao na wawe kitu kimoja katika akida. La, yani kila mtu anabaki katika madhehebu yake na akida yake, na sheria zile ambazo anafuata, fikhi ile ambayo anaifuata ziendelee. Hamna tofauti, hamna haya ulazima ya kwamba ni lazima watu waingiliane kiasi cha kwamba akida zipotee. La, ni kwamba mtu abaki na akida yake na imani yake, lakini kuna vitu ambavyo vinatushirikishanisha ambavyo viwe na nguvu. Kwa mfano, sisi tuna kitabu kimoja ambacho ni Qur'ani. Sisi tuna kibla moja ambayo ni Kaaba, ambayo ni Makka. Sisi tuna swala 5 sote kwa ujumla tunaposwali, na tunaenda hija kwa pamoja. Kuna mambo mengi ambayo tunashirikiana. Tofauti ni ndogo sana ambazo hazitakikani kututenganisha, na umoja huu ni umoja wa kijamii, yani kwamba tuishi kwa pamoja, harmony, in harmony kwa semavyo kwa Kiingereza. Pia kwa nini kushirikiana katika maisha kwa malengo, kwa sababu sisi mtume wetu ni mmoja na mambo yetu yote tunatakana kuwa na umoja. Haimaanishi ya kwamba
mimi kama mfuasi wa Ahlul Bait mshia nibadilike kuwa Sunni au msuni abadilike kuwa Shia. La, kila mtu abaki katika dhehebu yake na akiendelea na ibada zake kufuatana na mafunzo aliyo nayo katika dhehebu lake, bila kunini kulazimishana ya kwamba mtu abadilishe, lakini tuwe tunashirikiana katika mambo. Inapofika ni wakati wa Mtume pia kuzaliwa kwake, sote tuna umoja. Na tukirudi pia hata Imam Khomeini alianzisha kitu ambacho kikawa kuna usbu'ul wahda, wiki ya umoja baina ya Waislamu, ambao ni Waislamu Ahlus Sunna wanaamini tarehe 12 ndipo alipozaliwa Mtume, na Mashia wanaamini tarehe 17 ndipo alizaliwa Mtume. Kwa hivyo hii wiki inakuwa ni wiki ya kwamba sote tunashirikiana kwa pamoja katika kusherekea katika hizi siku zote 12 mpaka 17 katika kusherekea maulidi ya Mtume na kumkumbuka Mtume sisi sote na mambo mengineo. Sasa kwa hivyo hii ndio fikra ya kwanza aliyokuwa akipigania, ambayo pia alirithi kutoka kwa maulama waliotangulia kama vile Imam Khomeini, na ametilia mkuzu jambo hili. Jambo jingine ni katika fikra ambayo alikuja akapigania na kuwaamsha Waislamu na wasio pia atakuwa Waislamu, ni kwamba kuna harakati ya wa magharibi ya kubadilisha tamaduni zetu, tamaduni za Kiislamu, bali hata tamaduni za watu wenyewe. Kila kaumu, kila kabila kwa mfano, au kila nchi wanajaribu kuzibadilisha na tamaduni na culture ya Western culture, ambayo ni culture ambayo haikubaliani na nini, nyingi yazo hazikubaliani hata na ubinadamu. Naona sasa ili kuchunga tamaduni sasa ikawa anatumia neno la tahaju, kwa Kifarsi tahajumi farhangi, yani uvamizi wa kitamaduni ambao ndio walikuwa kitumia, kwa sababu wakishachukua wamekubadilisha thakafa yako, wakubadilisha culture yako, mwenyewe utakuwa sasa wewe ni mzungu, kwa hivyo utakuwa unaamrishwa na kutumiwa vile watakavyo, na utakuwa nini chako ulicho nacho kitakuwa umekitupa bila wewe kujua. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo aliwaamsha watu, na alikuwa akipigania sana watu wachunge tamaduni zao na wazipiganie na wazikuze na wazipe nguvu. Hilo ni jambo ambalo liko, na tamaduni za Kiislamu tuzihifadhi pia vile vile katika jambo hilo. Jambo jingine pia ambalo alikuwa katika katika fikra na harakati kwa upande wa kisiasa na muamko, ni jambo la kutetea masala ya Palestina. Wapalestina wanadhulumiwa, wamenyang'anywa nchi yao, na wananyang'anywa kila siku inaongezea kuchukuliwa na hawa mabeberu wa Kiisraeli ambao wamefanya nchi ya watu wengine ikawa ndio nchi yao. Kwa hivyo akawa anapigania na jambo hili kila mwaka, na alhamdulillah watu ulimwenguni wameweza kufahamu na watu wengi wametetea jambo hili pia, na kuna vyama makundi ambayo katika ulimwengu sasa hivi yanajua haki za hawa madhulumin. Miongoni mwa mambo pia ambayo alianzisha au aliweza kuyafanya katika nchi ya Iran ni iktisadi wanayoita, au uchumi unaitwa iktisadi mukawamati, yani kwa Kiingereza itakuwa resistance economy. Yani maana yake nini? Ni uchumi ambao ni wa kupigania, wa kukabiliana na matatizo, ambao ni uchumi wa kindani, yani kuhifadhi uchumi, kwa sababu Irani ilikuwa imewekwa katika vikwazo kabisa, imewekewa imefungiwa, na haiwezi wamezuia ya kwamba Irani isiweze kufanya biashara na nchi nyinginezo katika njia tofauti tofauti za kiuchumi. Sasa Irani ili kukuza uchumi wake, Sayyid marehemu ambaye ni shahid
alianzisha uchumi ambao unategemea mambo ya ndani, kukuza uchumi wa ndani na kwa kujikaza, na nchi nyingine pia zimechukua uchumi huu wa kujikaza katika hali za ugumu, vipi wanaweza kuuza uchumi wao hata bila kuwa labda watategemea nchi za nje. Lakini kwa bahati mbaya utakuta nchi nyingi zinategemea nchi nyingi zaidi, pia nchi za nje za western countries, za kimagharibi, nchi za Kiafrika kwa mfano, utakuta kama hata sindano wenyewe hawawezi kujitengezea. Kiberiti pia labda utakuta hawawezi kujitengezea, inabidi walete kutoka nchi za nje. Yani vitu kama hivi ambavyo nchi inaweza kujifanyia, wanaweza kujitengezea, na vitu ambavyo ni asili, yani ni material ambazo ziko, wanaweza badala ya kuziuza zikiwa hivi hivi, wanaweza kuzibadilisha ni zikawa nini, zikafanyiwa kitu. Yani kama vile sio, kwa mfano mafuta mnatoa, watu wengine ndio wanaenda kuyatengeneza na kuyaweka kuwa petroli na nini na aina nyingine tofauti ambazo zinatokana na mafuta yale. Nyinyi wenyewe mnatengeza alafu mnauza ikiwa kwa bei nzuri zaidi kuliko kuuza kwa mfano crude oil, mkauza mafuta ambayo ni aina nyingine zilizosafishwa na mambo kama hayo. Sasa kwa njia hii wakawa wameweza kufika mbali na wameweza kujiendeleza sana Wairani katika jambo hilo, na wakaweza kukabiliana na matatizo ya ndani. Tukiangalia pia kama juzi wakati corona ilipoanza, na kuna matatizo ambayo mengi yalitokea. Kwa mfano nchi ambazo zilikuwa zikitegemea China katika kuleta vitu, hata vitu vya nywele kwa mfano vya kujipamba vya wanawake na nini, mafuta na mambo kama hayo, utakuta walikuwa kipata shida kwa sababu vitu kama hivyo hata havipatikani. Nchi ni lazima iweze kujifanyia vitu kama hivyo, naweza kufanya na watu wakawa wanajitegemea. Ili ni jambo ambalo utakuta baadhi ya nchi zilikuja zikaamka kuona kwamba Iran inaweza kujifanyia mambo haya na ikawa imefikia mbali. Sasa hayo ni katika baadhi ya mambo ambayo au fikra ambazo aliweza kuzianzisha. Na tukiendelea pia katika baadhi ya mambo ambayo aliweza, au katika fikra zile ambazo alizokuwa nazo, ni kwamba ili jambo la neno la nchi za Mashariki ya Kati, nchi za Mashariki ya Kati. Kwa nini Mashariki ya Kati? Hiyo kipimo kinakuwa vipi? Watu wa kutoka Europe wao wanaifanya kwamba nchi yao ndio kama kipimo, yani wale walioko upande huu wanakuwa upande wa mashariki, upande huu wanakuwa upande wa magharibi, upande huu sasa kitu wenyewe ndio kitu kipimo ndio hicho. Sasa yeye katika kubadilisha akawa nchi zetu, au tuseme nchi ambazo ziko huku, akawa amebadilisha jina lile ambalo nalitumia, ni kwamba sisi tuko Asia ya Magharibi, Western Asia, yani Iran iko katika Western Asia, badala ya kusema ya kwamba iko katika Mashariki ya Kati, ambapo hilo ni jina ambalo wenyewe ndio wamelitengeza na wanalitumia. Kwa hivyo zaidi akawa anatumia jambo hili la kuweza kubadilisha jambo fikra hiyo. Jambo jingine ambalo aliweza katika fikra zake ni jambo la kitu ambacho kinaitwa mazungumzo, dialogue of civilizations. Yani kwa kusema ya kwamba Uislamu ni civilization ambayo ilikuweko toka mwanzo ilipokuja. Kwa hivyo na nchi zingine zinasema ya kwamba, kwa mfano nchi za Kiingereza za wazungu za western na nini, hizo ni kama civilizations ambazo wanadai kwamba walikuwa ni civilization ambazo imekuwa kwa miaka mingi. Na Uislamu pia tukizungumzia pia ni civilization ambayo ina mambo mengi na wengi wamechukua pia kutoka kwao. Kwa hivyo dialogue ya kuzungumza nini mlichonacho nyinyi na sisi tuko nacho, tuna nini na maendeleo gani yamekuja tumeyalete katika ulimwengu katika hii civilization, ikawa kumeanza mazungumzo haya ya nini kwa kuheshimiana ya kwamba hizi ni civilization tofauti tofauti.
na pia Wairani kama Wairani wenyewe pia wana civilization ambayo ni ya tangu zamani, kando na Uislamu. Wenyewe walikuwa na civilization ambayo ilikuwa ni Persian civilization ambayo ilikuweko. Sasa kuongeza na Uislamu pia wakawa sasa ni civilization ambayo imepanuka kwa upande mwingine. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo pia alianzisha na ikawa ni fikra ambayo aliikuza. Na pia kando ya hapo pia kwa upande wa civilization ya Kiislamu, yeye akawa anatilia mkazo wanachuoni wa chuo cha Kiislamu wawe watachukua jukumu hili la kutekeleza na kuzungumzia na kupangia nidhamu za kijamii ili tuweze kufikia nidhamu ya kamili ya kiulimwengu ambayo ni nidhamu ya kitamaduni ya civilization ya Kiislamu, ambapo sasa hivi tukiangalia kama taratibu ambayo alikuwa akisema ni kwamba Irani tumeanza kama nchi ambayo ni mapinduzi ya Kiislamu, alafu baadaye ikawa ni nchi ya Kiislamu, alafu inaendelea inafika ikawa ni jamii ya Kiislamu, alafu sasa tunaelekea katika marhala nyingine ambayo ni tamadun islami, yani Islamic civilization ambayo sasa inakuwa ni ya ulimwengu mzima. Kwa hivyo tutafikia hapo ambapo Uislamu utakuwa ni jambo ni katika ulimwengu mzima inatawala na kuelekeza watu katika maisha yao ya kijamii, ya kithakafa, yani ya cultural, na katika mambo mengineyo ya kisiasa na mengineyo pia vile vile tutafikia hapo. Kwa hivyo yeye pia ni katika fikra yake ilikuwa anasema tunaelekea katika nini hiyo culture Islamic civilization, samahani, Islamic civilization ya kiulimwengu. Ili ni katika mambo ambayo alitilia mkazo na alisema tutafikia katika fikra zake pia ambazo yeye alikuwa akizungumzia au misimamo yake ya kifikra ni kwamba vita vya kulazimishwa halikubali, yani jambo ambalo linapingika, kulazimishwa kuingia kwenye vita mtu kama wao kama hawataki, hatukubali jambo hilo, ambalo ndio neno walikuwa wakitumia jange tahmili, yani vita vya kulazimishwa, kama vile walivyolazimishwa kuingizwa kwenye vita baada tu ya kupata mapinduzi. Iraq ikawa imeingizwa, ikachochewa na wakapatiwa misaada wapigane na Irani na ikabidi kupigana. Sasa wanasema sisi ikitokea hali kama hiyo tutapigana kwa nguvu zetu zote na tutamalizana na watu wenye kulete vita ambavyo sio sisi pia tumelitaka. Sisi hatuna haja ya vita, hatuna mpango wa vita na hatuna fikra ya kupigana na watu wengine, tunaheshimu watu wote. Na kitu kingine pia ni sulhu ya kulazimishwa, yani kwamba mtu mwenyewe ndio mchokozi alafu anakulazimisha pia mfanye sulhu kwa masharti yake. Sasa yeye ndio anakuwekea masharti, na vikao kama hivi tumeona ya kwamba wamekuwa kikaa siku zote kuhusiana na jambo kama hili la nuclear, pia wamekuwa kilazimishwa na lakini waliendelea kwa uthabiti na wakawa misimamo na hawakubali masharti ambayo hayakubaliani au hawakubaliana nayo, na hili jambo la kuwekewa masharti hawalikubali. Kwa hivyo hili jambo hawakulikubali, na ndio mwishowe pia kwa sasa hivi tunaona wamechokozwa mara ya kwanza na Israeli na wakalazimishwa wakawa wamewapiga, lakini jambo la kwanza ni kwamba wakaweza kuzuia wakakubaliana nao ya kwamba tumefanya sulhu na vita vikaisha. Wakaja tena mara ya pili wakaanza na kuleta fujo ndani ya nchi, pia wakawatuma waovu wakaja kuharibu utulivu wa nchi, lakini wakaweza kutuliza. Na hii mara ya tatu walisema ya kwamba sisi hatutaweza kukubali jambo hili na hatuwezi kulazimishwa sulhu ambayo
wao wenyewe ndio wanzilishi na wachokozaji, alafu sisi ndio wanachokoza, wakishaua watu wetu, kesho wanasema ya kwamba tusimamishe vita watakavyo. Sasa hivi walisema ya kwamba vita tena havina kusimama mpaka watakapoamua na kumaliza, na masharti yatakuwa ni yao, kama ni kusimamisha vita kwa masharti yao, sio kama masharti ya huyo adui ambaye ameanzisha vita. Tukirudi kwa upande mwingine, nikitaja tu kwa uchache sana, pia miongoni, kwa sababu tulisema ya kwamba ye alipochukua uongozi akawa ni waliyul faqih. Waliyu faqih yani kiongozi wa kifaqihi, jurisprudent. Yeye akawa nini? Ana cheo pia kingine cha nini? Cha kando, ambacho ni commander in chief wa nini? Wanajeshi wote wa Iran. Sasa katika mambo ambayo ameweza, kwa sababu yeye alitaka kama commander in chief, yeye ana majukumu kwa upande ya usalama na kuhifadhi nchi yake. Yeye ana jukumu la kufanya baadhi ya mambo ambayo yeye yataweza kuhifadhi nchi, ya kwamba isije ikanyakuliwa au nchi yake, wananchi wake wakawa watapigwa au kuumizwa. Kwa hivyo jeshi alikuwa anaweza, alifanya nini? Mwanzo tukielezea tu kwa ufupi hiki cheo tulivyosema kilikuwa Imam Khomeini alipopata kuingia na kurudi Iran, yeye hakukichukua cheo hiki, alimpatia raisi ambaye alikuwa kitwa Bani Sadr, lakini yule hakuweza kutekeleza majukumu yake ipasavyo, na ikachukuliwa cheo hiki, akachukua Imam Khomeini mwenyewe, akawa ndio nini? Commander in chief. Lakini baadaye sasa, baada ya kuwa amefariki Khamenei, yeye ndio alichukua sasa marehemu Said Shahid. Yeye baada ya kuwa amekuwa yeye ndio kiongozi muadham na waliu faqih, ikawa yeye pia amepatia cheo cha commander in chief wa majeshi. Sasa yeye kwanza, kitu ambacho kimemsaidia ni kwamba yeye aliweza kuchukua hili jambo, lakini yeye mwenyewe alikuwa na ujuzi wa kijeshi kabla, kwa sababu baada ya kuwa, pamoja na kuwa yeye alikuwa ni msomi mwanasheria wa Kiislamu, mjuzi wa sheria za Kiislamu, alikuwa ni faqihi. Kando na hapo, alipokuwa rais, baada ya kuwa vita vimeanza baada ya Iraq, baina ya Iran na Iraq, yeye kutokana na kuwa walitengeza kamati mahsusi ya kufanya defense, ya kuchungulia na kusimamia mambo ya defense, yeye alikuwa ndani yake. Pia alipata fursa ya kuweza kuwa na Shahid Chameran. Shahid Chameran alikuwa pia ni mtu ambaye amesoma Amerika na aliamua kwenda nchi za huko North Africa, ambapo kulikuwa kuna harakati siku hizo za nyuma. Waislamu walikuwa Misri wapi na nini, walikuwa kijaribu kujikomboa pia vile vile. Sasa yule Chameran alipoenda huko, alijifundisha vita ambavyo vilikuwa vita vya guerrilla fighting, na kisha baada ya hapo Lebanon kulipoanza harakati za Hizbullah au harakati za kupigana na Waisraeli ambao walikuwa wamechukua eneo kubwa la nchi yao ya Lebanon, yeye pia alienda kule kuwasaidia. Na wakati Iran vita vilipoanza, Imam Khomeini alimuita na akawa amekuja, na akawa yeye wakaenda na Sayyid Shahid Khamenei kusimamia harakati za vita baina ya Iran na Iraq. Na yeye Khamenei, Shahid Khamenei, akavaa nguo za kijeshi, akawa tena ametoa nguo za kishehe na akawa amevaa nguo za kijeshi, na alikaa wakiendesha huko katikati ya uwanja na wakiendesha, na alijifundisha pia mambo mengi sana kutokana na huyu pia Shahid Chameran na harakati zile alizokuwa iko nazo huko katika vita. Kwa hivyo alikuja akawa yeye ni mwanajeshi mkubwa na kiongozi mjuzi. Kwa hivyo alipochukua uongozi wa kusimamia kama commander in chief, yeye pia alilete mabadiliko makubwa sana katika jeshi, na wameweza kufanya harakati, na kama mnavyoona kwa sasa hivi vile vita vinavyoendelea baina ya Amerika na Israel
vile wanavyopigana na Iran, mnaona hizi zote ni juhudi zake ambazo alizifanya za kuanzisha kutengeza silaha za hali ya juu. Yeye na makamanda ambao walikuwako chini yake wameweza kuleta harakati ambazo duniani zimekuwa ni za ajabu, hazijaonekana, silaha za ajabu, na ni mambo ambayo hayajaonekana katika nchi miaka mingi. Kitu kama hicho hakijawahi kuonekana, na ameweza kuwaumiza kweli nchi hizi mbili ambazo zilifanya kusababisha kufa kwake na pia kulete vita katika nchi ya Iran. Kwa hivyo tunaona mabadiliko na mambo ambayo ameweza hata katika nyanja hii ya kijeshi ameweza kufanya katika harakati zake ambazo kwa kweli kwa muda mfupi Iran ambayo imepata kuwa huru na kuwa ni nchi ya Kiislamu kwa muda wa miaka 47 tu, wameweza kutengeza silaha na nguvu ambayo wanaweza kukabiliana na nchi ambayo kama Amerika ambayo kwa muda wa miaka 300 imekuwa iko na maraisi chungu nzima na maendeleo na nguvu ambazo imekuwa iko nazo na teknolojia ya miaka mingi, lakini wao kwa muda mfupi wameweza kufika mbali kwa usimamizi wa huyu kiongozi muadhamu ambaye ni Sayyid Shahid Ali Al-Husseini Al-Khamenei. Insha Allah tukutane tena kwenye kikao kingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.